Wana wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania na kupata ushindi wa goli 6-0. Mchezo wa mwisho kwenye ligi kuu Mnyama alipata ushindi wa goli 2-1. Tuko na mbukuzi wa soka Hamisi Kabwe. Tudadavue kidogo. Kwema ndugu yangu mbukuzi. Kwema ndugu yangu. Mambo yaendaje? Safi, uko vizuri kaka? Allah anajalia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Sawa. Bwana Kabwe, umeona matokeo ya Mnyama Simba dhidi ya JKT Tanzania. Mnyama ameondoka na ushindi mnono kweli kweli, goli 6. Wengi wanajiuliza mchezo wa ligi kuu Mnyama aliondoka na ushindi wa goli 2, 6-0. Vipi kiufundi? Of course inachanganya kwamba yani mechi ya ligi kuu 2-1. Mechi ya kirafiki magoli 6. Hapo kuna utofauti kidogo. Kwanza kocha. Unajua leo Ahmad Ali alikuwa yupo alikuwa yupo kwenye timu ya taifa kwa sababu leo tunacheza na Kuwait. Mechi ya kirafiki saa 1. Alikuwa yupo kwenye benchi. Lakini pili ni mechi ya kirafiki. Ni mechi ambayo inajumuisha wachezaji wengi. Karibia wachezaji wote inawezekana walipata nafasi ya kucheza. Kwa sababu nimesikia mpaka Mohamed Bajabira amecheza dakika 25. Aliingia dakika 65 mpaka dakika ya 90. Kwa hiyo na Ladak Chasambi pia amecheza na amefunga goli. Kwa almost wachezaji wengi walipata nafasi ya kufanya nini? Ya kucheza. Kwa ilikuwa ni mechi ambayo inawezekana Mwalimu Dimitar Pantev amehitaji kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tuongee ukweli, tangia mechi ya JKT ya 2-1 alafu unakuja kucheza mechi ya CAF Champions League na Petro de Luanda tarehe 23. Hebu angalia ile gap lilopo hapo. Iko tarehe ngapi? Iko sio tarehe kama tarehe 8 hivi. Tarehe 8. Nakumbuka kama tarehe 8 tarehe 9 hivi nakumbuka kitu namna hiyo. Sasa mpaka tarehe 23. Almost hapa siku karibia 12 zinapita free bila kucheza mchezo wowote wa kiushindani. Haiwezi kuwa sawa. Sio vizuri, haiwezi kuwa sawa. So wachezaji lazima wapate mechi ili kugain fitness. Wachezaji lazima wapate mechi za kiushindani ili kuwa active kiakili, kimwili kwa ajili ya kuweza kupambana kwenye mchezo huo mkubwa unaokuja wa klabu bingwa barani Afrika. It's not easy dhidi ya Petro de Luanda. Lazima tuwaambie tu wana Simba. Sio rahisi dhidi ya Petro de Luanda. Japo ni mpinzani ambaye yuko ndani ya uwezo wa Simba Sports Club. Yaani Simba kama atatulia, Simba kama watakuwa katika kiwango kizuri, Mwalimu Dimitar Pantev atachanga karata zake vizuri na kuselect wachezaji ambao wana uwezo kumpa matokeo mazuri na kutokuwa na makosa mengi binafsi na wachezaji wakiwa timamu kiakili. Ni mechi ambayo mimi naiona Simba Sports Club wanakwenda kushinda. Yaani hakuna shida yoyote. Sijumeelewa vizuri Lakini kukaa siku 12 bila kupata mchezo wowote, tuwe wa kweli, isingekuwa kitu cha kawaida. Na ndio maana nafikiri Mwalimu Dimitar Pantev baada ya kuona ile mechi ya JKT ilikuwa ni tough sana. Unajua ilikuwa ni mechi ambayo JKT wanafika, waliuliza maswali magumu Simba. Simuelewa vizuri, yani Simba kama wasingekuwa wako vizuri, wangekuwa goigoi siku ile. Ile mechi ilikuwa inawapalia. Alivutiwa mwalimu akaona inabidi hapa niombe tena mechi ya kirafiki. Na nashauri tena pia kwa uongozi wa Simba kama ikiwezekana watafute mechi nyingine ya kirafiki kabla ya huo mchezo. Umeona hata hapa katikati wacheze hata mechi ya kirafiki ya kawaida kuandaa kwa ajili ya mechi hiyo ya Jumapili. Mimi naamini inaweza ikawasaidia sana. So walikuwa wanahitaji Simba hii mechi. JKT ni kipimo kizuri sana. Ni moja kati ya timu chache ambazo mimi naamini kwanza zinaendeshwa kiuweledi. Ni timu ambayo ukicheza nayo itakupa game tough kweli ya ligi kuu. Ni timu ambayo imetengenezwa vizuri sana kiufundi. Hata benchi la ufundi la JKT Tanzania wanaishi kwenye modern era, yani huu mpira wa kisasa ambao kiuhalisia wamekuwa wakitumia matumizi makubwa sana ya teknolojia. Nenda kaangalie JKT wanavyo training, muone, nenda kaangalie hata benchi lao la ufundi, wana vijana wengi ambao wana mawazo na mapinduzi ya mpira wa kisasa. So kuipata hiyo mechi nafikiri kwangu mimi kwa Simba
inaweza ikawa ni kitu kizuri sana na ni kipimo kizuri sana na itawajenga vizuri kuelekea kwenye mechi ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Petro de Luanda. Mpanzu anapiga hat-trick. Ni kama kelele zilikuwa nyingi hapa mwishoni kwamba ameanza kushuka kiwango chake. Tunaweza tukasema ameanza kurejea, ingawa pia ni mechi ya kirafiki. Utofauti wa Mpanzu na wachezaji wengine, mimi nafikiri inaweza ikawa ni daraja. Mpanzu ni mchezaji bora, mchezaji mzuri, vizuri, na ni moja kati ya wachezaji ambao wana X factor. Anaweza katetereka kwenye fomu na asifanye vizuri. Tuongee ukweli. Pamoja na kutetereka kwenye fomu, pamoja na Mpanzu hapa alikuwa afanye vizuri, ila Mpanzu ukimweka sokoni hapa leo hii, hakuna klabu yoyote barani Afrika ama undani itaacha kuja kumapproach. Tuongee ukweli. Kwa sababu ana X factor. Ila Mpanzu hapa katikati naamini kuna vitu vilikuwa haviendi sawa. Inawezekana sasa kisaikolojia ama kwenye maisha nje ya mpira kuna kitu kilikuwa hakipo sawa. Simula vizuri. Kwa sababu Mpanzu, ikumbuka watu wasahau, Mpanzu ndo alifunga goli ambalo liliwafanya Simba wakaingia kwenye hatua ya pili ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Alifunga goli ugenini dhidi ya Gaborone, unakumbuka? Angalau Mpanzu kwenye ile mechi ndo alikuwa active. Tatizo lingine ambalo nafikiri lilimkosti Mpanzu ni baada ya kuondoka mwalimu Fadlu Davis. Alishuka kwenye mechi ya ligi kuu hapa, nakumbuka wakati anasimamia, alikuja kwanza kwenye mechi ya klabu bingwa ya pili na Gaborone, wakati anaisimamia mwalimu Hemedi Moroko, hakuwa katika kiwango kizuri. Ukija pia kwenye mechi ya kule Botswana, nandi ilikuwa ni Eswatini, wakati amefika mwalimu Dimitar Pantev dhidi ya Nsingizini Hotspur, bado pia hakuwa katika kiwango kizuri. Simula vizuri. Hata kuja huku kwenye mechi pia marudiano hakuwa katika kiwango kizuri. Sasa kuna kuondoka kwa mwalimu Fadlu Davis, psychologically inawezekana alikuwa haiko sawa, na wakati huo pia inawezekana kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinamchanganya nje ya uwanja, umeona. Alafu pili kuna kuja mwalimu mpya ambaye ni Dimitar Pantev, ambaye sasa yeye Mpanzu inawezekana mapokeo ya kimbinu, mapokeo ya kitaalamu kutoka kwa mwalimu Dimitar Pantev inawezekana labda alikuwa bado hayajaingia, na ndio maana kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya JKT Tanzania, mwalimu Dimitar Pantev alimwanzisha Mpanzu benchi. Uongo kweli? Alimwanzisha benchi kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya vitu bado hajavimaster. Bado hajafanya nini? Hajavimaster. Kwa hiyo kiwango kwa namna moja ama nyingine kilikuwa kimetetereka, lakini ambacho mimi ninachoamini, Mpanzu anaishi na klasi yake, yani daraja lake. Ni mchezaji ambaye ana X factor, ni mchezaji ambaye ana uwezo. Sio tu yeye, wachezaji wote duniani, hata anachokipitia Prince Dube ni kitu ambacho mchezaji yoyote duniani anaweza kukipitia, na kama ameshuka kiwango watu watasema huyu kashuka kiwango. Ila daraja lake linafahamika kwamba ni mchezaji bora, kuna siku atarudi. Kwa hiyo kitendo cha kwanza cha kuassist kwenye mechi ya JKT Tanzania, nakumbuka Wilson Longo akafunga goli. Kitendo cha leo tena kupiga hat-trick kwenye mechi ya kirafiki, kwanza kitakuwa kinamshawishi mwalimu Dimitar Pantev kuona yes, huyu mtu anafaa kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Na kweli nilichoambiwa kuhusiana na huyu mtu kwamba huyu ni mtu ambaye ni muhimu kwenye hichi kikosi cha Simba Sports Club, inawezekana ikawa ni kweli. Lakini tatu, yeye mwenyewe binafsi Mpanzu itaanza sasa kumrudishia ile confidence, kujiamini na kurudi kwenye kile kiwango ambacho watu wengi walikizoea, ambacho alikuja nacho tangia msimu uliopita, na ikiwezekana mwalimu Dimitar Pantev kumuongezea vitu kuwa bora zaidi, na baadaye wana Simba kaendelea kuenjoy na kipaji alichokuwa nacho ili Mpanzu. So mimi sina wasiwasi naye kwenye eneo la daraja, ile class aliyokuwa nayo na upande wa talent kwa maana ya kipaji. Ila ambacho Mpanzu alichokuwa amekikosa kwa siku za hivi karibuni ilikuwa ni form imetetereka. Kwa hiyo kitendo cha kuassist, kufunga hat-trick kinaweza kikamrudisha sasa yule Mpanzu ambaye watu wengi walikuwa wanamsubiria. Ngoja tuone
kwenye mechi dhidi ya Petro de Rwanda, lakini tuliona kwenye mechi ya JKT alianza kuonyesha vitu tofauti kabisa. Unaona Mpanzo anaanza kurudi taratibu. Kwa kuelekea kwenye mechi ya Petro de Rwanda pia tutaona kama kweli ameanza kurudi rasmi sasa yule Mpanzo ambao wana Simba walimtarajia au la. Tukiemea kwa Jonathan Soa, Simba mweusi anapiga chuma mbili na yeye. Mwamba ni kama kila mechi anataka kufunga na anaonyesha kitu ambacho wana Simba wanafurahia. Vipi kwa upande wako? Ni kama Mkwala pia anapata challenge kubwa sana kwa Jonathan Soa. Mara ya mwisho wakati nafanya interview na wewe ilikuwa tumekaa hapo. Nikwambia bro, usajili wangu bora ligi kuu Tanzania bara ni wa Jonathan Soa. Simula vizuri. Achana na zile sajili ambazo nilizisifia za Simba, kwamba huyu ni mchezaji mzuri kutoka Tanzania nani. Usajili bora wa ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla ni wa Jonathan Soa. Na hata kama wangempata in Africans, Jonathan Soa bado kwangu mimi ningesema ndio usajili bora. Msimu uliopita watu wanajisahaulisha. Jonathan Soa aliingia katikati ya msimu, mechi 13 piga chuma 13. Kwenye kila mechi Mwamba alikuwa anaweka. Rate ya ufungaji wa Jonathan Soa inatisha. Ya ufungaji ya Jonathan Soa inatisha kaka. Inatisha. Sasa na hapa ndipo ambapo nafikiri hata mashabiki wenyewe ya Yanga wakikaa watakuwa wanaulaumu sana uongozi wao. Iwe ndani ya nafsi au wakiwa wamejificha ndani, kwa sababu hawawezi kuja kulaumu uongozi wao wazi. Kuna baadhi ya watu hawawezi, kwa sababu wengi wanahisi kukosoa klabu unakuwa huipendi. Kumbe kukosoa klabu au kuwakosoa viongozi ni sehemu ya kujenga, ili kujua mnakosea wapi na wapi mnapatia, ili muweze kuifanikisha klabu kwenda mbele zaidi. Na ndio maana hata sisi wengine ambao tumekuwa tukikosoa, watu wengi wamekuwa wakituchukia kwa sababu hawaamini kwenye kukosoa. Yaani wanataka muda wote tuwasifie. Hata kama wakikosea tuwasifie. Hakuna maisha ya namna hiyo. So wakikaa ndani mashabiki wa Yanga au kwenye nafsi yao wanasema kabisa kwamba lile jamaa lilikuwa linatoka, kwa sababu Jonathan Soa alionyesha kabisa, aliexpress feelings zake. Alisema kabisa kwamba mimi ni shabiki wa Yanga. Engineer Hersi ni baba yangu. Alikuwa anatengeza mazingira kabisa kwamba anaenda wapi? Anaenda Young Africans. Mimi naamini kama Young Africans wangempata Jonathan Soa, pressure alokuwa nayo hivi sasa Prince Dube ingekufa. Kwa nini ingekufa? Kwa sababu focus na mawazo ya watu wengi yangekuwa kwa Jonathan Soa anafanya nini. Na wakati huo Jonathan Soa ukiangalia ni upgrade ya Nandia Prince Dube. Yaani angeingia moja kwa moja kwenye coach Young Africans na kwenda kumchallenge Prince Dube. Sio kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa mtu kama Andy Boyle ambaye anaonekana, yaani hata Prince Dube kiwango chake ni bora kuliko Boyle. Yaani ukimweka Boyle hapo ukamweka na Dube, yaani kwa haraka hata kocha yote lazima aende kwanza na nani? Na Dube kuliko Boyle. Kwa sababu Dube ana vitu vingi sana. Kilichokosekana kwa Dube ni kufunga, lakini ana skills. Muone ana uwezo kulitawala lile eneo la mbele kama mshambuliaji. Ila swala linalomkosti Dube ni kufunga. Kitu ambacho sasa Boyle kwenye mechi iliyopita dhidi ya KMC alifunga magoli 2, inaweza kumletea confidence. Lakini bado sio mshambuliaji ambaye unaweza kusema kwamba anaweza kaenda kumchallenge moja kwa moja Prince Dube. Ila mimi naamini kama ungempata Jonathan Soa in Africans, angeenda kumchallenge moja kwa moja nani? Prince Dube. Yaani ingekuwa ni replacement sahihi ya Fisto Kalala Mayele. Kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao mimi naamini wamekamilika zaidi kwenye eneo la ushambuliaji waliwahi kupita Tanzania. Mara ya mwisho baada ya kuondoka Fisto Kalala Mayele hapa tumehangaika kupata mshambuliaji wa namna hiyo kwenye ligi kwa ujumla. Yaani mshambuliaji ambaye amefika daraja la Fisto Kalala Mayele kwa ndani humu, yani ukiangalia kwa timu zote hakuna hata mtu mmoja alifanya, hakuna hata timu moja ilifanya nini ilifikia. Baada ya Singida kwenda kumchukua Jonathan Soa, angalau sasa tukaona yes, huyu mtu anaweza akafikia hata nusu ya nani ya Fisto Kalala Mayele. Kwa hiyo Young Africans wangemchukua Jonathan Soa,
angalau wangekuwa wameziba lile gap la nani, la Fiston Kalala Mayele, kitu ambacho sasa kimewangukia watani zao wa jadi Simba. Simba wanakula shushu. Lile jamani is a beast kweli. Lile ni mnyama mkali wa kutisha, linatisha. Yaani ukutana nalo kwenye box linakuweka. Nafasi aloipata dhidi ya JKT aliipata Steve Dese Mkwala, aliipata na Elie Mpanzu Kibisawala. Clear chance wakakosa. Ile alipata nafasi hii akaweka kambani. Ni monster. Black Lion, the beast. Yani mnyama likali la kutisha yani. Ni kweli. Stimula vizuri. Sasa hiyo challenge hiyo ambayo nilikuwa naizungumzia, ambayo angeenda kuipata Prince Dube, ndio challenge ambayo Jonathan Soa ameileta kwa Steve Dese Mkwala. Sijui unanielewa vizuri. Ndio maana watu unaona hawamzungumzii Steve Dese Mkwala, wanaizungumzia Simba in general, kwa sababu Simba wameongeza ushindani kwenye eneo la ushambuliaji. Yani kuna upgrade ya Lionel Yateba ambaye ni nani? Ni Jonathan Soa. Simba waliondoa Lionel Yateba ambaye the same alikuwa anaendana na Steve Dese Mkwala. Walikuwa na msimu uliopita Simba walikuwa na struggle kwenye ushambuliaji. Tulikuwa tunasema hapa jamani, wanakosa magoli Steve Dese Mkwala pamoja na nani, na Lionel Yateba. Tulikuwa tunasema tena angalau huyo Steve Dese Mkwala alikuwa akiingia anafunga magoli na alipata mechi chache kuliko hata Lionel Yateba. Simba wakaskuti, wakaona haiwezekani, wakapambana, wakaenda kumchukua Jonathan Soa ambaye sasa ni upgrade ya nani, ya Steve Dese Mkwala. Kwa hiyo Simba wameenda kumuuliza swali gumu Steve Dese Mkwala. Sasa unataka sisi tumlaumu Steve Dese Mkwala wa nini, wakati Simba tayari kile ambacho tulichowauliza sisi msimu uliopita kwamba mbona mna washambuliaji ambao ni average, kwa maana Lionel Yateba na Steve Dese Mkwala, na hakuna challenge yoyote, mbona hamfanyi chochote? Simba wakatujibu kwa kutuletea nani, Jonathan Soa. Lakini kama haitoshi, wakatuletea na kifungashio ambaye ni nani, Suleiman Mwalimu. Yani kwa maana ya kwamba Steve Dese Mkwala akifeli, yupo Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo Simba wana washambuliaji watatu ambao daraja lao si tu kwamba ni tofauti, ila wana uwezo wa kukupa vitu tofauti. Sasa umseme Mkwala wa nini wakati Simba bado kuna mshambuliaji anayefanya vizuri? Yanga wanasemwa na Prince Dube kwa sababu Prince Dube ndo mshambuliaji kiongozi na hana challenge. Kosa letu sisi nini hapa? Kosa letu sisi nini hapa? Ya Prince Dube anazungumzwa sana kwamba hafungi. Dese Mkwala naye hafungi, lakini maneno kwake kuelekea kwake yamekuwa ni machache sana. Tofauti ni kwamba Mkwala amepata upgrade. Sawa kwanza hilo. Utofauti wa Prince Dube na Steve Dese Mkwala kutokuzungumziwa wakati Prince Dube anazungumziwa ni kwamba Simba wameongeza quality kwenye eneo la ushambuliaji kuliko Young Africans. Kwa maana ya kwamba kitendo cha kumchukua the beast, the monster, jitu la mtumba, jitu hatari, Jonathan Soa, wameongeza ubora maradufu tofauti na ilivyokuwa kwa Lionel Yateba na Steve Dese Mkwala kwa msimu uliopita. Lakini kama haitoshi, Simba wameongeza na kifungashio ambacho ni Suleiman Mwalimu, tena yani kusisitizia kwamba tunaongeza quality na kumuuliza maswali magumu nani, Steve Dese Mkwala. Wewe ndio ulikuwepo msimu uliopita kama mshambuliaji kiongozi, sio vizuri? Haya, onyesha ili wazidi hao tulokuletea. Sasa Steve Dese Mkwala akishindwa na hao ambao walokuja, Simba wamefanikiwa. Ina maana kwamba Suleiman Mwalimu na Jonathan Soa wakifanya vizuri, Simba wamefanikiwa. Ndicho ambacho walichokuwa wanapaswa kukifanya nani, Young Africans, kumletea mshambuliaji ambaye ni upgrade ya nani, ya Prince Dube na mwingine tena, ili wale wawili wakija kufanikiwa hakuna mtu ambaye angeweza kumsema Prince Dube mwisho wa siku. Sasa Prince Dube challenge aliyokuwa nayo, alikuwa anapaswa kupambania nini, namba, kitu ambacho kama angeshindwa Young Africans walikuwa na luxury ya kuachana naye, wakaendelea na washambuliaji ambao wanafanya vizuri zaidi.
Kaka, sisi hapo kosa letu ni nini? Tunajaribu kuchambua na watu kuwapa uelewa, waelewe. Sasa asielewa huyo ana kichwa kigumu aise. Mimi siwezi kumwambia chochote tena. Huyo asielewa basi imekula kwake. Lakini utofauti wa kwa nini sisi hatumsemi Steve Dese Mukwala wala hatumpigi kelele na Prince Dube ni uwapo. Tofauti ni kwamba Steve Dese Mukwala kaletewa Jonathan Soa na Suleiman Mwalimu ambao wana quality. Prince Dube kaletewa Andy Boyle ambao ukiangalia kiuhalisia Dube anaonekana kuwa bado ni bora kuliko Andy Boyle. Lakini huyo Dube mwenyewe bado anafanya vibaya. Why tusimseme? Na kuwasema ina maana tunawatakia kheri, watafute mshambuliaji ambaye ana uwezo zaidi ya Prince Dube, wafanye vizuri. Nalo ni baya. Unamsema sana mchezaji, pengine unakuwa unamtoa mchezoni. Ukiona mchezaji anasemwa alafu anatoka mchezoni, huyo mchezaji bado hajamachua. Yaani bado hajakuwa. Yes, ukiwa unasemwa lazima uchukue kama challenge. Yaani uichukulie kama nini? Kama challenge. Yaani ukiwa unasemwa na kweli ukiwa unafanya vibaya, ichukulie kama challenge, kuwaonyesha sasa mimi sasa nafanya vizuri. Mlokuwa mnasema, mnaniona sasa nimebadilika, nafanya vizuri. Kaka, anasemwa Messi Lionel Lapulga. Messi ambaye jana Angola imebidi watoe bilioni karibia 20 plus kwa ajili ya mechi ya kirafiki, na wakaomba Messi anapaswa kuwepo. Messi kwa ajili ya kusherehekea uhuru wa Angola, miaka 50 ya uhuru wa Angola, wameenda kuomba mechi ya kirafiki na Argentina, wakaomba Messi hapo, umetoa bilioni 20. Anasemwa Messi, anakosolewa Messi. Juzi Cristiano Ronaldo kwenye mechi ya kufuzu finali za kombe la dunia Ureno na Ireland, Cristiano Ronaldo kampiga mtu kipepsi, akasababisha timu yake ya Ureno kucheza pungufu, wakafungwa na Ireland magoli 2-0. Cristiano Ronaldo amezomewa uwanja mzima, anasemwa Ronaldo, dunia inamsema Ronaldo. Sembuse Dube unasemwa na watu wa Tanzania hapa, tena tunaona kusema tunatoka na mabango wanaanza kuwashambulia watu. Yeye alipaswa kuichukulia kama challenge, na viongozi wake pia walipaswa kuichukulia kama challenge, kutafuta mshambuliaji ambaye ni upgrade kwa ajili ya kuifanya Africans ifanye vizuri na kumpa challenge Prince Dube. Akifeli, achaneni naye. Maisha mengine afanye nini, aendelee. Kama Simba alivyofanya, amekuja Jonathan Soa the beast, au Azam muangalie mleta Jafet Kitambala bora. Simela vizuri. Yule Ionia Blanco yule mnani kutoka huko Colombia, yule Ionia Blanco. Unamuona tena? Azam walikuwa wanamlipa milioni 50 kwa mwezi. Kwa nini wameachana naye Azam? Wao wanasema huyu mbona mshambuliaji butu? Piga chini. Yule Diao yule mshambuliaji lijitu mwitu msitu kutoka Senegal. Azam sio wameachana nalo. Wamemleta Jafet Kitambala bora Juvile. Kaka, ndio dawa ya mpira wa miguu. Mtu afanye vizuri, piga chini, ila akifanya vibaya atasemwa. Na mimi lazima niseme, hakuna namna, nitasema tu. Unune usinune lazima niseme, nitasema. Na nitasema mpaka basi. Kama watakukalia kooni kwamba wanasikitika sana kumkosa Jonathan Soa. Vibaya mno. Inawezekana kwenye mioyo yao wakawa wanaumia, hawawezi kusema nje kwa sababu wanahisi watachekwa na mashabiki wa Simba. Ila wakikaa peke yao au mtu mwenyewe akikaa peke yake anasema lile jamaa linajua mpira, tungelipata lile. Viongozi wetu wa Yanga kwa nini walifanya hivi jamani? Hata wenyewe wakikaa wanafanya nini? Wanazungumza ndani ya nafsi zao. Au wakikaa wenyewe kwa wenyewe wanakaa si mashabiki wa Yanga, ila kiukweli viongozi wetu wa Simba wa Yanga bwana amebuki, sisi kulichukua lile hata kama issue za nidhamu. Sisi tungejirekebisha. Sasa hivi Simba limetulia, na kweli Simba limetulia, Simba limejirekebisha nidhamu. Tunakumbuka maana lingetulia. Sijui nini ambacho kilichoendelea, wakaachana naye. Simba wamelichukua muda tu. Muda utaongea, waache walipe muda lile jamaa. Lile jamaa linajua mpira. Labda waliroge, wapige misumari mpaka basi. Lakini kama hawatoliroga na litakuwa vizuri,
Ale jamaa linajua sana. Jonathan Soa, salute, anajua mpira. Honestly speaking. Yes, kama atapata nafasi mara kwa mara. Sema sasa rotation ambayo anafanya Dimitri Pantev ndo inanipa wasiwasi wa kufikia kile ambacho alichofanya kwa msimu uliopita. Ndio uone ndio maana nikwambia luxury ya Nandia eneo la ushambuliaji la Simba. Washambuliaji wangapi? 3. Mwalimu ana luxury ya kufanya rotation. Leo atacheza Suleiman Mwalimu, kesho atacheza Soa, kesho kutwa atacheza Mkwala. Ukikosea Mkwala ataingia Suleiman Mwalimu, ukikosea Suleiman Mwalimu ataingia Jonathan Soa, ukikosea Jonathan Soa ataingia Suleiman Mwalimu. Luxury ya kuwa na eneo la ushambuliaji na ukiangalia wachezaji wote wana uwezo kukupa hicho kitu bora. Ila akipata muda mrefu sana wa kucheza top scorer lazima kabisa. Jonathan Soa hakuna kumchallenge kwenye ligi sasa. Hapana. Jonathan Soa akipata muda wa kucheza kabisa, yani awe anacheza panga pangua mwanzo mwisho na awe fiti kalikiti, top scorer, anachukua ufungaji bora wa ligi. Honestly speaking, nakwambia hakuna mshambuliaji ambaye anaweza kumchallenge Jonathan Soa. Zote ninazokuambia hakuna mshambuliaji ambaye ni hatari na ambaye anaweza kumchallenge Jonathan Soa kama atapata nafasi ya kucheza mara kwa mara na atakuwa katika kiwango chake bora kuchukua kiatu cha dhahabu, kwa maana kuchukua ufungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Hakuna. Shuhudia Fiston Kalala Mayele na Jonathan Soa ni kama wana kabisa, yani hawatofautiani kabisa baadhi ya vitu. Ni aina ya washambuliaji ambao wana instincts za winga hivi. Yani ana uwezo wa kutokea, tuseme ni striker, kwa kifupi ni striker. Ana uwezo wa kutokea pembeni akaingia ndani na akakati. Ana uwezo wa kutokea umeona kwa maana ya kushoto na kulia, lakini anaweza kutokea nyuma ya mshambuliaji. Ana uwezo wa kusimama kama namba 9 pase na wakakupa vitu vyote hivyo. Simula vizuri. Mimi nawaona wote ni type ya washambuliaji ambao wanafanya nini? Wanafanana. Ila Fiston Kalala Mayele tayari kashamzidi mwenzake kwenye eneo la mafanikio. Huku Jonathan Soa na yeye ndo anajitafuta sasa kujitengenezea mazingira ya kwenda. Na kama Jonathan Soa akifanya vizuri zaidi, kuna uwezekano mkubwa kaenda kucheza ligi kubwa zaidi. Alishawahi kwenda Libya. Lakini mimi naamini kupitia platform ya Simba Sports Club anaweza kupata timu kubwa zaidi na akatuliza akili yake, ile nidhamu akawa nayo vizuri na kadhalika, anaweza kufika mbali. Mimi nawaaminia Waghana wanajua mpira. Kuna talents nyingi sana. Sawa, wanakaba tumezungumza mengi sana. Young Africans wamezindua Yanga